kuwa mtu wa kufanyaje? Wa kudhamiria. Na kwenye kudhamiria ni kwenye kila kitu, mpaka kwenye hili. Sasa kuna watu hapa wamedhamiria, jana nilisema kuna watu wamedhamiria kuwa na ndoa nginja. Bwana Yesu asifiwe. Ligi ya ndoa. Kuna watu hapa wamejiandaa, kwa wamelishwa matango poli, kwamba ukiingia kwenye ndoa wameambiwa kwamba kule ni pamoto. Ukienda natakiwa uende akili yako imechangamka, usikubali kuendeshwa. Matango poli mtu amelishwa. Ila mimi nakataa kwa jina la Yesu. Ndoa hakuna nginja kwa jina la Yesu. Ndoa sio nanili. Nilisemaje siku ile? Sio nini? Sio marriage premium league. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ligi kana kwamba ni mashindano fulani, kwamba tukikutana lazima tuweze kupambana, kwamba unapambana huku unapambana huku. Mimi nafanya hiki, wewe unafanya hiki. Tusipokuwa kwenye njia moja, kila mtu kivyake. Hivyo ni vitu ambavyo watu wamelishwa. Mtu amelishwa. Amiliki duka, atoke kwenye duka aje kwenye kampuni na vitu vingine. Kama hatadhamiria, maana yake tafsiri yake ataishia kuuza karanga mpaka mwisho wa maisha yake atakapokuwa amefanye yamekoma. Lakini ili ahame, lazima achukue hatua. Lazima adhamirie kwamba ninatamani leo ninauza matikiti, kesho sitaki kuuza matikiti. Natamani nipate labda mgahawa nianze kuuza chakula. Kwa hiyo mambo yote yanahitaji uweze kudhamiria. Ili uwe na ndoa njema lazima udhamirie kwamba nimedhamiria kuwa na ndoa njema, nimedhamiria kuwa ni kama ni mwanamke, nimedhamiria nitakapoolewa na huyo mtu, nimedhamiria kuwa mtu sahihi, kuwa mke bora, kuwa mke mwema kama Biblia inavyomuelezea, na Mungu atathibitisha lile jambo lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mawazo ya mtu ambaye anachukua hatua za kufanyaje? Kudhamiria kufanya kitu fulani. Lakini kama hutadhamiria, maana yake utabaki pale pale. Kama mwanafunzi umekuja hapa chuoni ili uweze kupata matokeo mazuri ambayo hata wewe mwenyewe ukiyaona unapofungua kwenye SR2. Kwenye SR2 kuna watu wanaenda kufungua matokeo mara baada ya kupita matokeo, anakuja matokeo yametoka. Kwanza anaiogopa SR2. Anaenda pale kwenye sasa sijajua sio wanakuwa kama ni kunini? Kulogi inakuwa ni kulogi ni yake. Anatakiwa logi pale. Akiangalia anaiacha sema nitafungua jioni. Yaani hapo yeye mwenyewe anajua alichokifanya. Watu wakati wenzake wamedhamiria, ukienda discussion unawakuta assignment zinatoka, kuna mtu mwingine yaani haji ni sasa kwa sababu anajua hata nisipokuja msiponijazia na nyie kinaolamba. Kwa hiyo haji. Anajua tu kuna mambo yatakuwa sawa. Hakuna shida kwenye hii, tutaona kama utajazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yaani Mungu ukiwa mzee hawezi kukufaulisha kupitia mgongo wa mtu. Hiyo yaani hiyo usije ukafikiri kwamba inaweza kufanyana. Labda kama ulikuwa huko na utumishi, umepewa mission maalum na Mungu. Sasa utumishi umekutinga. Na ndani yako ukitaka kwenda kusoma mambo hapana, akafanya kwanza kule. Mungu anafausha vizuri hata kama usipoingia hivi. Niliu soma ndugu yangu. Soma na Mungu anakusaidia, utafanyaje? Utafaulu. Masapu mengi tunayapata kwa sababu ni kweli sapu Mungu anaweza karuhusu, lakini kuna sapu za kujitakia. Hivyo wewe mtu usomi jamani. Yaani unategemea hivi sapu ikuache? Hata utoe sadaka na kutoa sadaka. Yaani shetani akiangalia hivi jamaa hajasoma, sasa Mungu unampaje huyu mtu nanili? Yaani hata si nini? C+ au B+. Vyote. Shetani hasiruhusi kupewa. Kwa nini? Mkague. Uone. Amehudhuria kipindi. Mungu akisusa hivi.
Hakuna jamaa hajahudhuria kipindi. Muda wote Betway. Yaani mtu kwenye beti. Yuko packed na mambo mengine. Alafu ikifika muda hapa anakuja kwa nani hapa jana sema mtumishi wa Mungu anapata kazi, tunamnyima usingizi. Watumishi wa Mungu tunawanyima usingizi kwa sababu ya mambo yetu ya uzembe. Kwa hiyo ulipokuja hapa chuo, hata kama ulitoka huko hujamaanisha, lakini leo ninakwambia hivi, Mungu anakuambia umaanishe, uzamilie kusoma. Hauwezi kujua katika masomo yako utakavyomaliza, digiri yako na ufaulu wako na CV zako zitakavyokuwa zimetoka. Hauwezi kujua Mungu atakupeleka wapi. Hauwezi kujua Mungu ataenda kukuweka kwenye eneo gani, kwa sababu ya wimbi ya kwamba serikali haitoi ajira, tunasoma tu kutimiza wajibu. Hilo wazo futa. Kazi yako ni kusoma. Kwani Mungu hakujua kama serikali haitatoa ajira? Mbona alisema mshike sana elimu? Ili uondoe kando na ujinga, uondoe. Maana hata kama kitaka kukupa biashara tu ya matikiti, namna ya kuyakata unakata vibaya. Huku oblangata haifanyi kazi vizuri. Kuna ubongo wa nyuma wakati na wa mbele. Sasa ubongo wa nyuma unakuambia kata hayo matikiti kwa namna ya stress. Ubongo wa katikati unafikisha unapeka ya kata mara 4 tu. Unakata. Usafi maarifa ndio hivyo, unakata. Kwa sababu nini? Ubongo haujafanyiwa nini? Haujafanyiwa, anasemaje Kiswahili ambacho kinakuwa kizuri? Tufanye hivyo. Haujafanywa nini? Yani haujanolewa, alafu uwe kwenye nini? Kwenye reli yake. Kwa unakuta unafanya kitu ambacho ni tofauti. Halafu hapo unasema serikali yenyewe ndio hivyo, unailalamikia ikaenda ikarudi. Wewe soma, yenyewe kwa ajili si kwa ajili, soma. Bwana Yesu wewe sana. Uweze kujua inawezekana kesho ukawa rais wa kesho. Kwa hiyo mwanafunzi, soma. Kuwa mtu wa kuzamilia kwenye masomo yako, ili Mungu akikufaulisha au mambo yakienda tofauti, unakuwa na sababu ya kumwambia Mungu kwamba Mungu, mbona nilimaanisha na nilikushirikisha katika ile, kwa nini mambo yameharibika? Mungu sasa ndo atakwambia kama yameharibika, atakwambia yameharibika kwa ajili hii, na mimi kwa sababu Mungu wako nitaweka sawa. Nitashusha vilima vilivyoinuka, atashusha, anasema atashusha. Kwenye mabonde atasawazisha, si ndio? Bwana Yesu sana. Kwa hiyo lazima uzamilie kufanya. Kama Mungu amekupa uzao, amekupa familia, lazima uzamilie kuwalea watoto wako kwenye misingi inayofaa ya kimungu. Sio watoto unawalea unawachonganisha watoto wako na wajirani. Alafu ni watoto wa mtumishi wa Mungu. Watoto wanalishwa wanalishwa namna ya kuchukia watu wengine. Yanakuwa sio malezi. Tumesoma hapa asubuhi, tumeona kwa sababu ya makosa ya watu wengine, kwa sababu ya matatizo ya watu wengine wanaenda kulaaniwa ambao hawakuhusika. Kwa sababu gani? Ukianzia kwenye chimbuko kule ndo kuna uozo, ndo ulikofanyaje? Ulikoanzia. Kwa hiyo katika eneo lolote Mungu ambalo amekuitia, hilo eneo zamilia kulifanya kwa uzuri, kwa ubora na kwa viwango, ili Mungu sasa yeye ajitwalie utukufu na amalizie pale yamkini ambako patakuwa pamebakia wewe kama wanadamu haufanyi nini? Hauwezi kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 8. Kuna kisa tunakikuta pale. Kuna story tunaikuta pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa tunaona kuna hii story ambayo ilikuwa inawazungumzia wakoma wangapi? 4. Na asubuhi wakati kwenye darasa la wanafunzi na maandiko, kwa sehemu kubwa ujumbe nalisoma ambao nilikuwa nimeandaa kama nimezungumziwa kwa sehemu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba kwenye hiki kipindi ambacho hawa wakoma
kwa sababu walikuwa ni watu wanaohesabika kwamba wana matatizo, hawataki kuchangamana na watu. Na wakati huo mfalme wale wa Shami, Bwana Yesu asifiwe sana, walikuwa wameuhusuru mji wa Samaria, na ukawa umekumbwa na janga la nini? La njaa. Kichwa cha punda kilikuwa kinauzwa kwa shilingi ngapi? Mavi ya njiwa yalikuwa yanauzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini natamani tuwaongelee hawa wakoma wanne ambao wao walizamilia kufanya tukio, walizamilia kufanya jambo, pamoja na matatizo yao, pamoja na ugonjwa wao, pamoja na kutengwa kwao, lakini wakadhamiria kufanya kitu, kwa sababu waliwaza wakasema, hata kama tukikaa hapa tutasubiri mpaka lini? Maana tukiendelea kusubiri, mwisho wa siku tutakufa. Tukiwaendea Washami, mwisho wa siku tutakufa. Kule kwa mfalme ambako ni Israeli na watu wengine hawawezi kutuelewa, kwa sababu hatukubaliki, tumetengwa. Kitakachofanyika nini? Wakazamilia, wakaamua kuchukua hatua ya kwenda kwenye jeshi la Washami, kwamba kama watatuua, hata watuue, kwa sababu hata tukibaki hapa tutafanyaje? Tutakufa tu. Wakati wanaenda, Mungu akatangulia kwa sababu ya maamuzi yao na kuzamilia kwao. Mungu akatangulia, akaenda kuwasikizisha wale Washami kishindo. Washami wakiwa wamesikizwa kile kishindo, wanasikia ni kana kwamba kuna majeshi yanakuja ya mfalme wa Israeli. Ametuma, amekusanya wafalme mbalimbali, wameungana ili waje watupige. Wale Washami wakakimbia, wakaogopa, kwa sababu kishindo kilikuwa ni kikubwa, na wao wakatafsiri kwamba ni majeshi yanakuja, farasi zinakuja za kivita, kwa hiyo tukimbie. Lakini kwenye kile kishindo, kumbe kuna watu wangapi? Na wenyewe wana nini? Ni wagonjwa. Yaani wagonjwa ambao yamkini wanaweza wakakata moto njiani. Watu chakufia nini? Jeshi linakuja. Kumbe watu wangapi? Wanne. Waliozamilia kufanya jambo, walioamua kuchukua hatua, kwamba hatuwezi kufa tukiwa tunajiona bora nife nikiwa napambana. Mtumishi wa Mungu bora uharibikiwe, lakini kuwa unafanyaje? Hautalaumiwa na Mungu wala na mtu yoyote. Kwani kwa sababu ulisimama kwa pambana kwa nafasi yako. Yatakayoharibika sio ya kwako, Mungu mwenyewe ndo atajua. Bora ulaumiwe, lakini ukawa umetekeleza lile ambalo linafanyaje? Linatakiwa kutekelezwa. Ni bora leo hata kama ukadisko, lakini ulizamilia kusoma. Yamkini Mungu ana mission nawe nyingine tofauti na kufanyaje? Na kusoma. Lakini unafika chuo hapa, Mungu anasema na mission nyingine. Wewe umeitwa kuwa mchungaji. Soma, tumika, alafu Mungu kuna vitu atafanya kupitia ile maamuzi yako ya kuzamilia kufanya jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu ya hatua waliochukua, kwa sababu ya kuzamilia kwao, Mungu akasikizisha kitu kizito kwenye masikio wale watu. Wakakimbia, wakasema, jamani tukimbie tusije tukafa. Bora tukakimbia kuliko wakatukuta wa jamaa watatuchinja vibaya. Kumbe ni wenye ukoma wanne, na sijui walikuwa ni wanawake, sijui walikuwa ni wanaume, sijui. Lakini Biblia inasema wenye ukoma wangapi? Wanne. Wakasababisha taifa likatoka kwenye njaa. Na kwa sababu walikuwa wametengwa, walikuwa ni watu ambao hawajali kwa chochote. Wao hawakubeba ule moyo wa kwamba tumeshakula, tumeshiba, tuache nayo. Wakatoa taarifa na upande wa pili. Na wakati huo Elisha alishatangaza, kesho majira kama haya, Bwana Yesu asifiwe sana, kama ni chips zitashuka bei. Kwa hiyo jukumu lako wewe ni kudhamiria kufanya jambo kwenye eneo hilo hilo ambalo Mungu amefanyaje? Amekupa, amekuitia. Kama
Mungu amekuita kuwa mchungaji, eneo hilo hilo dhamiria kufanya ile huduma, kwa kumaanisha, kwa sababu Mungu atafanya mambo makubwa sana ambayo yamkini wewe hautajua. Kwamba hawakujua kwamba kuna watu washadisapia kule, hawakujua kwamba kuna watu wamekimbia, na hawakuelewa kwamba Mungu kupitia nyayo zao wagonjwa wanasio na vidonda. Tena uzuri ukoma walikuwa nakula huko na humu, maana walikuwa sijui wanatembea, yani walikuwa kwanza akifanya hivi kumelingwa huko, sasa anafanyaje? Kwa nini mayaje wanatendea hivi? Lakini kule sasa wale washami wanasema kiti wanasema wazee, tusisubiri kufa, ni bora ufe, lakini ukiwa unajitetea sana unasubiri mpaka uchinjwe. Wanaweza hivi sana. Marko 5:25 hadi 20 na ngapi? Hadi 34. Tunataka tukamwone mtu mmoja pale. Marko 5:25 hadi 34. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamia vitu vyote alivyonavyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. 30. Mara Yesu akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kulikuwa nabii mkubwa mmoja hivi. Yeye alikuwa ni miongoni mwa watu waliotengwa kwa sababu ya changamoto yake ya kutokwa na damu kwa muda wa miaka mingapi? 10 na ngapi? Wanawake wanaelewa hiyo. Wewe mwanamume unaweza usielewe, ila wao wanaelewa hiyo situation. Sasa huyu alipitia hiyo changamoto kwa muda wa miaka 12, anateseka. Biblia inasema wakati akiwa anatafuta namna ya kupata matibabu, akagharamikia kwa namna yoyote, mali zake zote zikawa zimeisha, na asione matokeo, asione majibu, asione kuponywa. Siku moja akiwa anatafakari, akiwa anawaza, Yesu anatoka kwenye huduma zake huko, akakumbuka kwamba leo Yesu atapita hapa, leo Yesu atakatiza mitaa. Akasema na kuzamilia ndani yake na kuamua kwamba hata kama watu wamenitenga, wamenifukuza, sitakiwi kuchangamana na mtu. Akasema kwa namna yoyote nitajipenyeza, nitachukua hatua ya kumfikia Yesu, na sina haja ya kumwambia kwamba nimekuja hapo niponye, lakini nikigusa pindo lake tu, na mimi nitakuwa nimefanyaje? Dhamira ya ule mama inaenda kumfanyia tukio kubwa ambalo aliteseka nalo kwa muda mrefu, ambalo alihangaika nalo kwa kipindi kirefu, siku za kutosha. Alivyofanya vile, Mungu akafanyaje? Akamponya. Biblia inasema ile damu ikakoma pale. Lakini tunachokiona ni kwa sababu gani? Alizamilia moyoni mwake kwamba nitafanya, nitakwenda, na nikienda nitafanya hivi, na nikifanya hivi ninaamini Mungu atafanyaje? Ataniponya. Na yakatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe una uwezo wa kuzamilia juu ya jambo lolote ambalo unatamani liweze kufanyika. Yamkini limekuwa changamoto kwa muda mrefu, yamkini limekuwa teso kwako, lakini leo ninakwambia Mungu anasema ukizamilia atafanya. Ukizamilia kuna jambo litatendeka. Hata kama ukienda darasani hauelewi, hata kama hauelewi, wewe zamilia kusoma. Hata kama huna kitu, kama nilivyokuwa mimi kwa sina kitu. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa tayari nimeshazamilia kwa namna yoyote, siamui kwa sababu ninavyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wewe binti, inawezekana kuna namna unatamani, wewe kijana kuna namna unatamani,
Wewe zamilia, usiangalie ulicho nacho. Hatua utakayochukua ya kudhamiria ndio itakupa matokeo na majibu mengine unayotakiwa kupewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu refreshment zao ni kwenye TikTok kwanza, nachosha mishipa, ndio maana uhudhurii vipindi. Ndio maana unakuwa mtoro hata kwenye huduma, kwa sababu mishipa inakuta imeshachoka, yani haiwezi tena, haina uwezo tena wa kuendelea na jambo lingine. Sasa zamilia mambo ambayo ni mema yenye kumtukuza Mungu. Kama unaona wakati ule umefika hauna kitu, wewe zamilia kufanya. Tumeona hapa wao Koma na huyu mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walizamilia, waliamua. Mahali pengine ukisoma kwenye ile sura ya ngapi? Sura ya 10. Sura ya 10 Marko sura ya 10. Mstari wa kuanzia mstari wa 46 hadi 52. Unakutana na mtu anaitwa Bartimayo, si ndio? Yule Bartimayo yeye alikuwa ni mtu kipofu. Kwa sababu ya upofu wake alikuwa anateseka. Yamkini hata chakula alikuwa anapangiwa, kwa sababu huwezi kujipangia. Nguo anapangiwa, avae nguo gani, hawezi kujipangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini siku hiyo kukaa kuna mkutano wa watu unapita pale, msafara unapita. Akauliza, kwani kuna nini huko jamani? Mbona nasikia kama kuna msafara wa watu wengi? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamwambia Yesu Mnazareti anapita. Na yeye tayari ana taarifa kwamba Yesu akipita ukaeleza haja ya moyo wako anakutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaanza kupaza sauti, akaanza kumwita Yesu. Watu wanamzuia. Wakati mwingine mazingira yasiyo sababu ya kuzuia wewe kitu unachotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanamzuia, sema wewe nyamaza bwana, unamsumbua mwalimu bwana na safari zake. Yamkini anaenda huko mbali huko. Usimsumbue. Inatakiwa awai SGR itamwacha. Saa 11 anataka ngapi na kwa imeondoka. Sasa usimsumbue. Akakaza sauti yake, akaendelea kumwita Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Anapaza sauti mpaka Yesu akasikia, sema mwacheni, mleteni hapa. Akamuuliza, unataka nini? Asema nataka kuona tena. Yesu alimpa kuona, akumpa kuona. Angekubali yale mazingira yakamzuia, akakatishwa tamaa na ile nia aliyokuwa nayo na kule kudhamiria kwake, angepona? Asingepona. Lakini kwa sababu alizamilia, hata kama watu wakinizuia vipi, mimi nitamwambia, nitapaza sauti mpaka Yesu asikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko ya mwisho ni Esther 4:16. 4:16 sijawatajia point na somo ndo limeisha. Bwana Yesu, ila najua wewe una akili, unasoma, si mwanachuo bwana. Kuna wanachuo, kuna associate. Kwa hiyo ni watu wa kujiongeza, sema mimi. Ni watu ambao najua mmeshapata point. Roho Mtakatifu anakufundisha kwa namna nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Esther 4:16 tunakutana pale na kina nani wale? Alikuwa yule nani, yule jemedali Hamani. Ilikuwa ni Hamani Kuna mvutano ambao ulikuwepo pale, na ilikuwa imeshatolewa amri kwamba wana wa Israeli inatakiwa, wale Wayahudi wanatakiwa wafanyaje? Wanatakiwa wote wachinjwe, na mfalme alikuwa ameshabariki lile jambo. Ila kwa sababu ya Mordekai aliona hiki ni kitu ambacho hakiwezekani, akanatuma taarifa kwa mtoto aliyemlea ambaye ni Esther. Anamwambia kuna 1 2 3. Esther anajaribu kukwepa, akasema hata kama unakwepa usifikiri jambo hili utapona nalo. Kama utofanya sisi tutapona, wewe utafanyaje? Utaangamia. Na tunaona kuna kitu ambacho alifanya. Aliamua kufanya maamuzi, akawatangazia watu kwamba watu wafunge siku 3 bila na yeye ataenda kinyume cha sheria na utaratibu. Kwa nani? Kwa mfalme. Si tunajua kilichotokea. Simama kwa miguu yako.